Jina langu ni Edefrida Tibaija, ni afisa programu utamaduni Tume ya Taifa ya UNESCO. Leo tuko hapa katika maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani ambayo kila mwaka tunaadhimisha siku ya utamaduni duniani tarehe 21 mwezi wa 5. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba wa UNESCO wa mwaka 2005 ambao unahusu utamaduni anuai au cultural diversity. Kama tunavyojua, kwa nchi yetu ya Tanzania tuna utajiri wa utamaduni. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya UNESCO imeona ni vema kuandaa siku hii tuweze kuisherehekea, na hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza kwa nchi yetu ya Tanzania kuisherehekea, tukiwa na lengo la kuwaweka pamoja watu mbalimbali na wadau mbalimbali, wananchi, ili waweze kusherehekea siku ya utamaduni duniani. Tukiwa tunajua kwamba utamaduni ni mojawapo kati ya haki za binadamu, kwamba kila mtu ana haki ya kufurahia utamaduni wake bila kujali mipaka yake. Ndio maana tumeileta hii siku kutoa nafasi kwa watu mbalimbali kufurahia utamaduni. Na katika kusherehekea siku hizi tatu, tumeandaa siku tatu ambayo tulianza jana tarehe 19, ambapo kwa siku ya jana tulitembelea mji Mkongwe, tukatembelea sehemu mbalimbali za kihistoria, na kwa siku ya leo tumefanya matembezi katika kijiji cha Charawe, tukaenda Kizimkazi, tukaona shughuli mbalimbali za utamaduni ambazo zinaendelea, na mwisho tumemalizia hapa ambacho nimekiona ni cha msingi sana, ni namna ambavyo tunatakiwa kutunza utamaduni wetu kwa ajili ya kizazi kijacho. Tumeona jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa na watu mbalimbali, hasa kwa kukuza Keva. Kitu ambacho kimenifurahisha kikubwa sana ni historia ya chui wa Zanzibar. Kwa kweli kwangu mimi nilikuwa sijawahi kusikia historia hiyo. Japo jana tulifika makumbusho akatuonyesha huyu hapa ni chui wa Zanzibar, lakini historia yake nilikuwa sifahamu. Lakini kupitia maigizo yaliyoonyeshwa nimegundua kumbe yule chui alikuwa ni chui wa thamani, na watu pia walikuwa hawajui ni chui halisi au sio chui halisi. Lakini kupitia hii tumeweza kutambua kwamba kweli kulikuwa na chui wa namna gani. Kwa hiyo inakuwa inatutia hamasa ya kuendelea kusoma historia na kujua historia yetu kwa ujumla. Kwa hiyo maadhimisho haya yatakuwa yanafanyika kila mwaka. Kwa mwaka huu tumefanya Zanzibar, kwa mwakani tunaweza tukafanya Tanzania bara, tutachagua ni wapi. Lakini lengo letu hasa ni kutuweka pamoja, tukaona ni kwa namna gani tunaweza tukaufurahia utamaduni wetu, tukatunza utamaduni wetu, tukapata nafasi ya kujadiliana ni kwa namna gani tunaweza kutunza utamaduni wetu. Je, tamaduni zetu zilizopotea tunaweza tukafanyaje ili tuweze kuzirithisha kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo hii ni siku muhimu sana, ni maadhimisho ya muhimu sana ambayo sasa yanatuweka pamoja tuweze kutafuta ni kwa namna gani tunaweza kuendeleza tamaduni zetu ili tuweze kurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa upande wako kutoka Tume ya Taifa ya UNESCO, unawashauri nini wa Tanzania ama wazazi kuhusiana na swala zima la kuwafundisha ama kutunza hizi tamaduni kupitia kwa watoto wao, ili na wao wajue Tanzania ina tamaduni fulani na tunatakiwa tuirithi kutoka kwa wazazi wetu? Cha kwanza kabisa inabidi tuendelee kutoa elimu, kwa sababu tunajua sasa hivi ni ulimwengu wa utandawazi. Vijana, watoto wanaona vitu vingi sana kutoka nje na wengine mpaka ndani. Kwa hiyo ni wito kwetu sisi wa Tanzania kukaa kwa mzazi, kaa na mtoto wako, muoneshe jinsi gani wewe ulivyolelewa, vitu gani umevirithi, na umjulishe kwamba utamaduni wake ni wa muhimu sana, kwa sababu ndio utamaduni, ndio utambulisho wake. Bila utamaduni hatuwezi kumtambua. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wadau mbalimbali kuanzisha programu za kurithisha utamaduni kuanzia ngazi ya familia mpaka katika ngazi ya taifa. Lengo letu utamaduni wetu wa Kitanzania uthaminiwe na urithishwe kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, kwa sababu tuna utajiri